Na kwenye moja na mbili tumebahatika kupiga story na Rayvanny, lakini pia ameweza kutuambia kwamba kabla ya msanii Mbosso kutoka katika lebo ya WCB Wasafi, alimfuata kwa lengo la kuzungumza naye machache, ikiwa ni sehemu kama ya ushauri. Na nakuuliza kwamba kwa sababu labda unatazama video hii kwamba kuna kitu labda ambacho ulishawahi kukifanya na ukatamani sana kupata ushauri kutoka kwa ndugu, jamaa au rafiki kwa ajili ya kukupa wewe, kwamba akakupa ushauri ambao ukautendea kazi kwa 100%, lakini pia ukawa kama ni ushauri ambao umekusaidia kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia Rayvanny amesisitiza kwamba msanii kujitoa katika lebo, inawezekana kuna sababu kadhaa ambazo zimesababisha kwa yeye kuondoka hapo, na miongoni mwa sababu ambazo ameweza kuzitaja ni kwamba ni kutaka uhuru wa kufanya kazi zake. Tumsikilize huyu hapa Rayvanny akifunguka vya kutosha kuhusiana na swala zima la Mbosso kuweza kumomba ushauri. Of course yes, aliniuliza na tuliongea tukashauriana, na nashukuru uongozi pia wa WCB wameweza kumwachia bila complications zozote, na of course ameachiwa uhuru kuendelea kufanya kazi zake. Na ukizungumzia Mbosso, ni msanii ambaye anapendwa na watu wengi sana, watu wanapenda sana uwezo wake, na ni msanii ambaye amekuwa anaonyesha uwezo muda mrefu toka ametoka. Mimi nitazungumzia tu kutoka kwenye lebo au msanii kuondoka kwenye lebo. Msanii kuondoka kwenye lebo ni kwamba anakuwa anataka comfort zone ya kuweza kufanya vitu vyake ambavyo anaamini yeye viko sawa. Lakini hilo ndio linakuwa main. Lakini kitu kingine ni ukubwa wa msanii, kwamba nataka nikue sasa, nitoke nyumbani. Uwezo kawa wewe miaka yote uko nyumbani tu wezi. Unabidi utoke ukue, kesho usikie Mbosso naye ana KFC au ana lebo yake ambayo inasaidia watu wengine. Kwa hiyo that's the thing, kwamba ina time itafika ambapo mtu anataka kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ili awe kuku, ilibidi atoke kwenye haya. Sasa mimi naomba kumalizia. Ulimwambia wakati anakuambia anataka kutoka, kikubwa ambacho ulimsisitiza? Nilimwambia wale wanaokusifia ndo wale watakao kuponda. Bahati Buku walisema unapoianza safari wanakutia moyo, unapoonyesha mafanikio vinaibuka vikwazo. Kwa unapoona kwamba unatukanwa sana, watu wanakukriticize sana, watu wanakuongelea vitu vibaya sana, you have to know kwamba wewe ni mtu mwenye matunda na umekuwa, unatakiwa uweke nguvu uendelee kumove forward. Kwa sababu watu wengi especially kwenye nchi zetu ambazo tunatoka hawapendi, wanapenda kusupport mtu akue, kwamba huyo ndo anaanza anakuwa, na ukikua hataki ukue sana, kwamba anajiona nani, anavimba yeye nani, hamna kitu bana, wewe ushaisha wewe. Kama hivyo vitu inabidi uvumilie, kwa sababu mwanzo watu wanaweza kukuwekea heshima kwamba yeye mwenyewe anasaidiwa bana, lakini ikifika time watu wanaona move mwenyewe, so watu wote ambao watapenda. Kwa hiyo wanaweza kaibuka watu from nowhere, they start hating. Unaelewa sijui? Kwa hiyo you have to be ready na maneno na watu kusema kapotea, hayupo, kashuka. You have to be ready, kwa sababu wanaokusifia wale watakuponda kesho. Lakini unatakiwa ujue kama kuna watu ambao pia bado wanakupenda na watu ambao bado wanakusupport pia. Yes. Naomba tumalize la mwisho. Huyo ni Rayvanny akizungumza kuhusiana na swala zima la yeye kumshauri Mbosso kuhusiana na vitu ambavyo walikuwa wanashauriana, na alienda kumshauri kwa sababu ya kupata ushauri, kwa kuwa ni lengo lake la kuondoka WCB Wasafi. Usisita kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote.